lake katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 1, na tutaanza pale mstari wa kwanza. Na Biblia inasema, Paulo na Silwano na Timotheo kwa kanisa la Wathesalonike lililo katika Mungu Baba na katika Bwana Yesu Kristo, neema na iwe kwenu na amani. Twamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote, tukiwataja katika maombi yetu, wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani na taabu yenu ya upendo na saburi yenu ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu. Kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu, ya kwamba injili yetu haikuwafikiria katika maneno tu, mbali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Neno ambalo tumelisoma ni neno ambalo limeandikwa na Paulo, na wakati aliandika hili neno walikuwa pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Silwano na Timotheo. Na ukumbuke hawa wote walikuwa ni wasaidizi wa Paulo katika kazi ya huduma. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia mtu kama Timotheo ni mtu ambaye amelewa kiroho na mtu ambaye alikuwa akiitwa Paulo, na sasa imefika mahali Timotheo ameweza kukomaa, na sasa wanaandika jumbe pamoja na Paulo. Bwana Yesu apewe sifa. Na maandiko ya Mungu yanasema wakati walikuwa wakiandikia hili kanisa, jambo ambalo linanifurahisha ni ya kwamba wanaanzia na kuambia neema ya Mungu na iwe pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa. Mwadhani ya roho sho. Ati neema ya Mungu iwe pamoja nao. Na jambo lingine anawaambia ni wawe na amani. Wakati neema ya Mungu iko pamoja nawe, kitu ambacho kinafuata ni kuwa na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Katika maisha ambayo tunaishi, ukiangalia ni watu wengi ambao hawana amani, ni watu wengi ambao wamekosa amani kutokana na mambo ambayo wanaweza kupitia katika maisha ambayo tunaishi. Kwa sababu kila mtu anasema ya kwamba kwa wakati huu maisha ni magumu, kwa wakati huu maisha ni kila kitu ni kigumu, lakini Paulo anaanzia na kuambia, ninawaombea ya kwamba neema ya Mungu iwe pamoja nanyi, pia na imani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Mwathani ya roho shu. Ati wega wa Ngai uge hamwe na ithuĩ na thayũ wa Ngai uge hamwe na ithuĩ. Mwathani ya roho shu. Siku ya leo tunaweza kujichukua kama kanisa, tujipime na hili neno ambalo limeandikiwa Thesalonike, tuseme ya kwamba sisi siku ya leo, sisi ndio tunanenewa na neno la Mungu asubuhi ya leo. Mwathani ya roho shu. Rushine rwo mothe no turugame na tuge kanitha wa Bethisaida niguo wandikirwo maandiko maya. Mwathani ya roho shu. Na undu wa mbere tukuhoya Ngai ni ati wega wa Ngai uge hamwe na ithuĩ na tugĩe na thayũ ũrĩa umĩte kũrĩ Ngai. Mwathani ya roho shu. Rushine rwo mothe ngakuhoera we naniĩ watana ashirika othe a kanitha ũyũ, o ta ũrĩa Paulo andĩkĩire Thesalonike, na ithuĩ thayũ wa Ngai uge hamwe na ithuĩ, ona wega wa Ngai uge hamwe na ithuĩ. Mwathani ya roho shu. Ũndũ ũcio ũngĩ maandĩko marauga ni atĩrĩrĩ, twamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote, tukiwataja katika maombi yetu. Mwathani ya roho shu. Paulo ni ahoyagira kanitha ũyũ, no ndu aramera ni atiriri thutha wa kumahoera magĩe na wega wa Ngai ri na magĩe na thayũ ri, ũndũ ũcio ũngĩ aramera ni atiriri, nĩ ndĩmũririkanaga thĩinĩ wa mahoya makwa oro mũthenya. Mwathani ya roho shu. Na nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ wanyu. Mwathani ya roho shu. Na to kũmaririkana amaririkanaga, no ũkorwo nĩ ũririkanaga mũndũ, no ndũririkanaga kũmwata rĩrĩa ũrahoya. Mwathani ya roho shu. No Paulo wendo wake harĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ, maandiko marauga atiriri, tukiwataja katika maombi yetu. Mwathani ya roho shu. Ririkana maandiko maya maandĩkĩtwo nĩ andũ atatũ na marandĩka me hamwe, na nĩkĩo marauga atiriri atĩ nĩtũmũririkanaga thĩinĩ wa mahoya maitũ. Mwathani ya roho shu. Ũguo rĩrĩa Paulo mekoha na Silvano na Timotheo rĩ, nĩ magĩana ihinda rĩa kũririkana kanitha ũyũ wa Thesalonike na kũmahoera. Mwathani ya roho shu. Na wewe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai rĩ, nĩ ũririkanaga kũhoera ndungata cia Ngai. Mwathani ya roho shu. Nĩ ũririkanaga kũhoera kanitha wa Ngai. Mwathani ya roho shu. Nĩ ũririkanaga kũũgwata na marĩtwa. Mwathani ya roho shu.
tondu no korwo ni uririkanaga mundu no gwakinya ni mahoya nduririkanaga gwika atia kumugweta. Mwathani arogocwo. No andu aya Ngai rira maririkanaga kibongona giki ri maandiko marauga ati ni tutanjaga kibongona giki. Mwathani Jesu arogocwo. Ati huwa tunakutaja madhabahu wakati tunaomba. Mwathani arogocwo. Amen. Na tunashukuru Mungu kwa ajili yenu. Nĩ maita maigana ũririkanaga kũhoera kĩgongona? Nĩ maita maigana ũririkanaga kũgweta ndungata cia Ngai na marĩtwa? Nĩ maita maigana ũririkanaga kwĩra Ngai aririkane ũtungata wake? Mwathani arogocwo. Tondũ twakũririkana no nĩ kũrabatarania ona rĩrĩa ũrahoya rĩ ũkagwetaga na rĩtwa. Mwathani arogocwo. Paulo twakũhoya hoyaga no maandĩko marauga nĩ aririkanaga kĩ? Kĩgongona. Nĩ amaririkanaga na marĩtwa. Mwathani arogocwo. Amen. Na ndamahoyagĩra tuo rita rĩmwe constantly atũraga mahoyagĩra. Mwathani arogocwo. Amen. Ũguo ũhoro wa kũhoya Ngai nĩ ũhoro wa mahinda mothe na nĩ ũhoro wa hĩndĩ ciothe rĩrĩa ũkũhoya. Mwathani arogocwo. Na mbere ya mahoya-inĩ nĩ kĩambagĩrĩria na gwĩka na gũcokia ngatho. Mwathani arogocwo. Amen. Na ithuĩ rĩrĩa tũkũhoya rĩ nĩ wega tũtanamba kũhoya na kwĩra Ngai ona aririkane ũtungata rĩ twambage gũcokia ngatho nĩ harĩa Ngai akinyĩtie ũtungata. Mwathani arogocwo. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Tondũ mahoya nĩ marĩ kĩ? Nĩ marĩ mũtaratara. Mwathani arogocwo. Amen. Ũtanamba kuga nĩ ũrenda rĩ ambĩrĩria na gwĩka atĩa? Na gũcokia ngatho. Mwathani arogocwo. Tondũ maandiko mauga atia? Twamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote tukiwataja katika maombi yetu. Paulo mambagĩrĩra na gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kanitha wa Thesalonike matanamba rĩu kwamba kũmagweta na marĩtwa makĩmahoyagĩra. Mwathani arogocwo. Amen. Na we rĩrĩa ũkũhoya ũtungata wa Ngai rĩ taririkana nĩrĩ waririkanĩte gũcokeria Ngai ngatho. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩrĩ waririkanĩte kwĩra Ngai atĩrĩrĩ Mwathani nĩ thengiũ ni tondũ wa ũtungata waku. Mwathani arogocwo. Ni mara ngapi umekumbuka kuambia Mungu ni asante kwa sababu ya vipawa ambavyo umetupa, ni asante kwa mahali kanisa limefika, ni asante kwa mahali neno lako limefika. Mwathani arogocwo. Ni asante kwa sababu ya watumishi ambao umeteua. Ni mara ngapi umekumbuka kuambia Mungu ni asante kabla ya wewe kuanza kuomba? Mwathani arogocwo. Kwa maana Biblia imesema hawa watumishi wa Mungu wakiwa watatu walikuwa wakianzia kwa kushukuru kwa sababu ya kanisa la Wathesalonike. Bwana apewe sifa. Na jambo lingine wanawataja katika maombi yao. Bwana Yesu apewe sifa. Nasi maandiko ya Mungu yanatunenea kama kanisa la Bethsaida asubuhi ya leo ya kwamba ni vizuri tumeambiwa tuanzie kwa kuwa na neema na kukua katika imani. Na kisha maandiko yakasema ya kwamba ni vizuri tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake, tunashukuru Mungu kwa sababu ya madhabahu yake, na pia tunataja madhabahu na hata watu wa Mungu katika maombi yetu. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo ni vizuri kukaa ukikumbuka watu wa Mungu, lakini jambo ambalo ni la busara zaidi ni kuwataja katika maombi yako. Bwana apewe sifa. Amen. Je, huwa unakumbuka kanisa la Mungu na kulitaja katika maombi yako? Bwana apewe sifa. Amen. Mstari wa 3 kwa ambao wameingia tunasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 1 na sasa tuko katika mstari wa 3 na Biblia inasema wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani na taabu yenu yenye upendo na saburi yenu ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba. Maandiko ya Mungu yanatuonyesha ya kwamba Paulo hakuwa anakumbuka hili kanisa bure, Silvano hakuwa anakumbuka hili kanisa bure, Timotheo hakuwa anakumbuka kanisa la Thesalonike bure, lakini kuna jambo ambalo lilikuwa linafanya waweze kukumbukwa. Bwana apewe sifa. Amina. Na jambo la kwanza ambalo lilikuwa linafanya wakumbukwe ni kazi yao katika imani. Bwana apewe sifa. Kazi ambao watumishi wa Mungu katika kanisa la Thesalonike walikuwa wakimfanyia Mungu, hiyo ndio kazi ambayo ilikuwa ikifanya waweze kukumbukwa hata katika maombi. Bwana apewe sifa. Tuko na watumishi wa Mungu,
Tunaweza sema watumishi wa Mungu ni kama Paulo. Hebu jiulize, wakati wanakumbuka watu wa Mungu katika maombi, hebu jiulize kama ukiwa mshirika unaweza kukumbukwa katika kazi ya imani. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kazi nyingi ambazo huwa tunazifanya katika kazi ya Mungu, zikiwa ni kazi ambazo ni za kuamini. Bwana apewe sifa. Wakati mtu ni mgonjwa na tupenda kumwangalia, hiyo ni kazi ya imani. Bwana apewe sifa. Wakati kuna ushirika kwa ndugu na dada yetu, huwa tunaenda katika ushirika, hiyo bado ni kazi ya nini? Ya imani. Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao huweza kukumbukwa kwa kazi ya imani, lakini kuna watu ambao wakiangaliwa katika kazi ya imani hawaonekani mahali. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo, kama wewe ndio ulikuwa unakumbukwa na Paulo ama unakumbukwa na watumishi wa Mungu, hebu jiulize, je, wakati kazi yangu ya imani inaangaliwa nitapatikana katika Bwana Yesu apewe sifa. Tawe uliyekana lelea wiro rarorwo, wewe ndio kuonekana wiro leo rutete mwathani arogosho. Na wakitoka katika kazi ya imani, jambo lingine ambalo wanakumbukwa ni taabu yenu katika upendo. Hawa watu wa Mungu, kanisa hili la Wathesalonike, hata wangepitia katika shida gani, maandiko ya Mungu yanaoneshana katika hiyo tabu walikuwa wakipitia katika upendo. Mwathani ya roho. Hata kukikuja tabu katika nyumba ya Bwana, tunahitajika kupitia katika ile tabu kwa upendo. Mwathani ya roho. Bila kuoka odo mulito kana kuoka bara, maandiko ya Mungu yanatufunza ya kwamba tunahitajika kukua watu wanaotembea katika upendo. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati ndugu yako anapitia kwenye shida, wakati dada yako anapitia kwenye shida, unahitajika kukua mtu wa upendo. Bwana apewe sifa. Kanisa hili ambalo Mungu ametupa asubuhi ya leo, likiwa ni kanisa la Bethsaida, ndiposa tuweze kukumbukwa na Mungu, tunahitaji kukua watu ambao watatembea katika upendo. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kumbuka Paulo na Silvano pamoja na Timotheo wanakumbuka hili kanisa. Sasa tunajifunza ni jambo lipi linafanya waweze kukumbukwa. Bwana apewe sifa. Amen. Na ndiposa kama kanisa tuweze kukua na mambo haya yote, na ili wakati watumishi wa Mungu wanataja kwa majina tunaweza kukumbukwa, na ili wakati Mungu wako juu mbinguni anaweza kufanya nini? Kutukumbuka. Bwana apewe sifa. Amen. Jambo la kwanza tumesema ni ya kwamba tuwe na kazi ambayo ni ya nini? Ni ya imani. Mwathani ya roho shu tuge na utungata wake wawe tekio, kazi ambayo ni ya nini? Ni ya imani. Mwathani ya roho shu. Na jambo la pili, tabu yenu yenye upendo. Katika tabu, wakati kanisa liko kwenye tabu, wakati watu wa Mungu wako kwenye tabu, tunatembea katika nini? Katika upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo hilo lingine, na saburi yenu ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba. Atina nini? Na tumaini lililo katika Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Saburi ni kugia nawe etereri thĩinĩ wa Mwathani. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani arogocwo. Katika haya maisha ambayo tunaishi, ukiwa Mkristo unahitajika kuwa Mkristo ambaye ako na nini? Na saburi ya tumaini ndani ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Saburi ni kumngoja Bwana hata kukiwa na shida, hata kukiwa na dhiki, uko na saburi ndani ya nani? Ndani ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ati ni uradi anakuumireria wethĩinĩ wa Mwathani. Mwathani Jesu arogocwo. Asubuhi ya leo nataka nikuulize, ukiwa Mkristo, wakati kazi yako inapimwa, do you have endurance? Bwana Yesu apewe sifa. Uko na saburi ndani yako? Ni uli na wetereri thĩinĩ waku thĩinĩ wa Mwathani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini Paulo amesema saburi ndani ya Kristo? Hakusema saburi mahali pengine. Lakini amesema one qualification ambayo iko katika hili kanisa ni ya kwamba wako na saburi ndani ya nani?
ndani ya Yesu Kristo na ndani ya Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati umepatana na shida, wakati umepatana na dhiki, huo unapata kuvumilia ukiwa ndani ya Kristo, ama huo unatoka katika Kristo unaenda kutafuta saburi mahali pengine. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini asubuhi ya leo tunahitajika tuwe wa Kristo, ya kwamba tutakuwa watu ambao wako na saburi, watu ambao watavumilia wakiwa ndani ya Kristo. Shida zikikuja, bado utakuwa umesimama katika saburi, unamgoja Bwana. Matatizo yakikuja, bado utabaki pale pale ukiwa umemgoja Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bado tunaendelea katika Wathesalonike wa kwanza 1. Sasa tuko mstari wa 4 na Biblia inasema, kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu. Bwana apewe sifa. Amen. Paulo akiangalia hili kanisa anasema ya kwamba ati tunapoangalia tunatambua uteule wenu, tunajua ya kwamba umechaguliwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Nami nikiangalia hili kanisa asubuhi ya leo, naweza sema ya kwamba pia sisi ni kanisa ambalo limefanya nini? Limeteuliwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Na ndiposa unaona ya kwamba kwa Mungu kutupenda, ametuahidi ya kwamba hili kanisa litakuwa ni kanisa la manabii. Bwana apewe sifa. Amen. Na mitume. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni kanisa ambalo Mungu anaandaa kwa sababu ya siku za mwisho. Bwana apewe sifa. Nasi tunaweza kusimama asubuhi ya leo na tuseme ya kwamba pia sisi ni wateule wa Mungu. Sisi ni kanisa ambalo limechaguliwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Na ikiwa tumechaguliwa na Mungu, ndiposa Mungu anataka hizi qualification ambazo zilikuwa katika kanisa wa Thessalonike, pia nasi kama kanisa tukue nazo. Bwana apewe sifa. Na qualification moja ambayo tumesema ni ya kwamba unahitajika kukua mtu ambaye yako na matendo mema, matendo ya imani. Bwana apewe sifa. Na jambo lingine tumeambiwa ya kwamba unafaa kuwa mtumishi wa Mungu ambaye yako na akipitia kwenye taabu, anapitia katika upendo. Bwana apewe sifa. Na ndiposa tumesema kama kanisa, hata kama kuna taabu, hata kama kuna shida, tunazipitia pamoja katika upendo. Bwana apewe sifa. Na jambo la tatu ambalo maandiko yamesema ni ya kwamba tuwe na saburi katika nani? Katika Kristo. Bwana apewe sifa. Tunaweza kuwa kama kanisa, tusipotembea katika saburi katika Kristo, tunaweza pata ya kwamba ni ukweli tuko kanisa, lakini bado hatungojei Bwana. Bwana apewe sifa. Na ndiposa nimekuuliza kama Mkristo, kwa sababu wewe ndio umefanya hili kanisa litwe kanisa, nataka nikuulize, saburi yako iko ndani ya nani? Bwana apewe sifa. Iko ndani ya Kristo, ama saburi yako huwa unaenda kutafuta usaidizi mahali pengine? Bwana apewe sifa. Ndiposa maandiko yamesema ya kwamba kwa ndugu mnaopendwa na Mungu, tuajue uteule wenu. Bwana apewe sifa. Nasi asubuhi ya leo kama kanisa, nataka ujue ya kwamba tunapendwa na Mungu na ndiposa ametuteua. Bwana apewe sifa. Kila wakati tunatembea barabarani, kumbuka wewe ni mteule ambaye anapendwa na Kristo, na mteule ambaye amechaguliwa na nani? Na Mungu. Bwana apewe sifa. Mstari wa 5 Biblia inasema ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi vilivyo tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Bwana apewe sifa. Mstari huu unanifurahisha sana, kwa sababu injili ambayo Paulo alileta katika hili kanisa, Biblia inasema ya kwamba ni injili ambayo haikuwa tu ni ya maneno pekee. Bwana apewe sifa. Mwathani arogocwo. Ati utungata uria Paulo amareheire ndwari utungata wa ciugo theri. Mwathani arogocwo. Lakini maandiko yanasema ya kwamba maandiko ambayo Paulo aliwaletea, huduma ambayo Paulo alikuja nayo, haikuwa tu ni huduma ya maneno ya kinywa. Bwana apewe sifa. Lakini maandiko inasema ilikuwa ya nini? Bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa.
Injili ambayo tumepokea asubuhi ya leo kama kanisa la Bethsaida, nataka ujue ya kwamba sio injili ya maneno tu. Mwathani arogocwo. Otungata ũrĩa twĩna guo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, otungata ũrĩa Ngai akũnengerete wĩ Mũkristo, sio tu ni maneno peke yake. Bwana apewe sifa. Lakini ni huduma ambayo iko na nguvu ndani yake, na ni huduma ambayo iko na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni watu wangapi asubuhi ya leo wanahubiri injili, lakini injili yao ni injili tu ya maneno. Bwana apewe sifa. Lakini asubuhi ya leo nataka ujue kuwa Mkristo, injili ambayo Mungu amekupatia, huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, ni huduma sio tu ya maneno ya kinywa. Bwana apewe sifa. Lakini ni huduma ambayo iko na nguvu, na ni huduma ambayo iko na Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao wako na huduma, ni ukweli iko na Roho Mtakatifu, lakini hiyo huduma haina nguvu. Mwathani arogocwo. Kuna watu ambao huduma zao ziko na nguvu, lakini hazina Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Na ndipo unaona hata Yesu Kristo wakati aliwatuma wale 12 wale thenashara, maandiko inasema aliwaambia kwamba nimewapa nguvu na nini? Mamlaka. Na mamlaka. Bwana apewe sifa. Amen. Nasi asubuhi ya leo kama kanisa, ninataka utambue ya kwamba injili ambayo tumeipokea sio injili ya maneno peke yake. Bwana apewe sifa. Lakini ni injili ambayo iko na nguvu ndani yake, na iko na Roho Mtakatifu. Mwathani arogocwo. Ndiposa ukipatana na jambo ambalo ni ngumu, ukipatana na magonjwa, ukikumbuka ya kwamba huduma ambayo iko ndani yako iko na nguvu na iko na Roho Mtakatifu, unasimama na unasema, ninatumia nguvu na ninatumia Roho Mtakatifu, na ninatangaza huu ugonjwa hautanifuata tena. Bwana apewe sifa. Lakini utafanya hivyo kwa sababu ya nini? Umegundua ya kwamba huduma ambayo umeipokea sio ya nini? Ya maneno tu. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia kazi ambayo hufanyika mahali hapa, huwa kuna nguvu za Bwana, na pia kuna Roho nini? Roho Mtakatifu. Mwathani arogocwo. Ndiposa nimekuambia ya kwamba Mungu anataka hili kanisa lipate purification. Bwana apewe sifa. Na ndiposa mimi na wewe tunanenewa, tunakumbushwa asubuhi ya leo ya kwamba injili ambayo tumeipokea, Bwana Yesu apewe sifa, sio injili ya maneno tu, sio injili ya kuambiwa Mungu amekubariki, sio injili ya kuambiwa Mungu amekuponya, sio injili tu ya kuambiwa utaenda mbali, lakini ni injili ambayo ukiambiwa maneno, hayo maneno yana nguvu ya kukusukuma, na Roho Mtakatifu anafanya hilo jambo lifanye nini? Liweze kufanyika. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema in the beginning was the word. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba Roho wa Mungu alikuwa akizunguka wapi? Mwathani arogocwo. Na wakati Mungu alikuwa akisema na iwe kupitia Roho na nguvu zake, hilo jambo lilikuwa likifanya nini? Likitimilika. Bwana apewe sifa. Amen. Watu ambao wako na injili ya maneno ni watu ambao wanasema jambo litafanyika, lakini kwa sababu hakuna nguvu na hakuna Roho Mtakatifu, unapata hilo jambo halifanyi nini? Halifanyiki. Bwana apewe sifa. Lakini injili ambayo Mungu ametupa asubuhi ya leo kama kanisa, ninataka ujue na ugundue ya kwamba ni injili ambayo sio ya maneno tu. Bwana apewe sifa. Lakini ni injili ambayo iko na nguvu za Bwana. Mwathani arogocwo. Nikio tuga mundu ahonio ri kuhetokera hinya wa Ngai ri uhonio gathi hari mundu uriku. Mwathani arogocwo. Na kupitia Roho Mtakatifu uponyaji unaweza kuwa manifested ndani ya yule mtu. Bwana apewe sifa. Ndiposa nimekuambia asubuhi ya leo, wacha injili ambayo tuko nayo isiyo tu ni injili ambayo iko na nguvu, lakini ina Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa.
Kwa sababu kama itakuwa tu iko na nguvu, ni ukweli maneno tutaachilia na yataenda, lakini kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu, Bwana apewe sifa, utapata hilo jambo hata kama tumeachilia nguvu za Bwana, hilo jambo halitaweza kufanyika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo injili yetu asubuhi ya leo tunakumbushwa ya kwamba ni injili ambayo iko na nguvu na iko na nini? Na iko na Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Kama vile mnavyojua jinsi zilivyo tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Bwana apewe sifa. Jambo hilo lingine, kama kanisa, kama wewe ni kiongozi, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unahitajika kuwa kielelezo kizuri. Mwadhani ya roho osho. Mwadhani Yesu wa roho osho. Kwa sababu maandiko imesema, mnajua kielelezo chetu kwenu, mwadhani ya roho osho. Hebu kama vile mnavyojua jinsi tabia zetu kwenu. Ukiwa mtumishi, ukiwa Mungu amekuweka pale juu, hebu jiulize, watu wa Mungu wanaponiona, tabia zangu wanaziona namna gani? Bwana apewe sifa. Mwadhani ya roho. Mstari wa 6 Biblia inasema, nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana, mkisha kulipokea neno katika dhiki nyingi, pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Ati mkawa wafuasi nini? Wafuasi wazuri. Biblia asubuhi ya leo inanenea viongozi, na pia Biblia inanenea nani? Washirika. Bwana apewe sifa. Viongozi wameambiwa wawe ni viongozi ambao wako na tabia nini? Tabia njema mbele za watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Nao wafuasi wanaambiwa ya kwamba wakawa wafuasi wetu katika Bwana. Bwana ndiye roho wa shauri. Kwa hivyo ukiwa mshirika katika kanisa, unafaa ujiulize, mtumishi ambaye ninamfuata ananipeleka kwa Bwana ama hanipeleki kwa nani? Paulo amewaambia ya kwamba muwe watumishi wetu, mkatufuata mkawa wafuasi wetu. Na wafuasi wa nani? Wa Bwana. Mwadhani ya roho wa shauri. Kuna watu wengi asubuhi ya leo wameokoka, lakini ni wafuasi wa nani? Wa watumishi wa Mungu. Mwadhani ya roho wa shauri. Lakini Paulo anawakumbusha, hata kama mtakuwa wafuasi wetu, tukiwa kama watumishi kwenu, msisahau ya kwamba sisi wote tunafaa kuwa wafuasi wa Mungu. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo nataka ujiulize, kama mshirika, unamfuata Kristo ama unamfuata mtumishi wa Mungu? Mwadhani ya roho. Usije ukafuata mtumishi wa Mungu kisha ukapata ya kwamba umesahau ulikuwa unamfuata nani? Mwadhani ya roho. Na ndiposa unaona wakati huu watumishi wengi wamejiinua, kwa sababu wafuasi ambao wamewafuata walisahau ya kwamba sio tu kufuata mtumishi, tunafaa kumfuata nani? Kumfuata Mungu. Bwana apewe sifa. Na ndiposa unaona watu wamefika mahali wanainamilia watumishi wa Mungu. Mwadhani ya roho. Sina shida na kumtii mtumishi wa Mungu, sina shida na kumpa heshima ambayo Mungu amemwekea, lakini nataka asubuhi ya leo ujiulize, unamfuata mtumishi wa Mungu ukasahau unamfuata Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa sababu inahitajika umfuate mtumishi wa Mungu, kwa sababu yeye ndiye mchungaji wako, lakini usisahau ya kwamba unafaa pia umfuate nani? Mungu. Bwana apewe sifa. Ndiposa Biblia imesema muwe wafuasi wetu na wanani? Na wa Bwana. Bwana apewe sifa. Lakini wakati ambao tunaishi wa majira haya, watu wengi wamesahau ya kwamba tunamfuata pia nani? Ndiposa unaona watu makanisani wanawafuata watumishi, lakini wamesahau ya kwamba sio tu kufuata mtumishi ambaye Mungu amekuwekea, pia unahitaji kumfuata nani? Bwana. Kumfuata Mungu. Bwana apewe sifa. Jambo hilo lingine, hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Makedonia na katika Akaya. Bwana apewe sifa. Tumeambiwa kuhusu kumfuata Kristo. Jambo hilo lingine, ukiwa kama mshirika na ukiwa kama mtumishi wa Mungu, kuwa kielelezo. Bwana apewe sifa. Maandiko imesema mkawa kielelezo wapi? Makedonia na Akaya. Bwana apewe sifa. Makedonia ni miji ambayo ilikuwa imezunguka kule wa Thessalonike. Bwana apewe sifa. Nasi asubuhi ya leo kanisa tunaweza sema Bethsaida, tuko hapa maili 10, tunahitaji ukawa kielelezo kwenu, nami nikawa kielelezo kwetu, mwingine akawa kielelezo kule. Bwana apewe sifa. Tuwe kielelezo kwa nani?
kwa watu wote waaminio katika Makedonia. Bwana apewe sifa. Unajua kuna watu ambao wameokoka lakini wao sio kielelezo kwa ambao wameokoka. Bwana apewe sifa. Lakini unahitajika asubuhi ya leo sio tu kukuja kanisani, mbali unafaa uwe kielelezo. Bwana apewe sifa. Viongozi wameambiwa tabia zao zikuwe nzuri, wawe kielelezo kwetu, nasi washirika wakati tumepata kielelezo kizuri, tunapoenda kule miji ambayo inatuzunguka pia nasi tunakuwa nini? Kielelezo. Bwana apewe sifa. Sasa naona inatusukuma, wacha tusome mstari wa 8 tusikie ambavyo maandiko inasema. Maana kutoka kwenu neno la Mungu limevuma, si katika Makedonia na Akaya tu, ila na kila mahali. Imani yenu mlionayo kwa Mungu imeenea, hata hatuna haja sisi kunena lolote. Bwana apewe sifa. Angalia vile maandiko ya Mungu yanasema. Wakati huu watu wote tumesema, unaona kila watu wanaenda crusade. Bwana apewe sifa. Na ni baraka kwa sababu hiyo ni revival ambao Mungu anaanzia katika nchi yetu. Lakini asubuhi ya leo nataka nikuchallenge kuwa Mkristo. Paulo amesema ya kwamba ati kupitia nyinyi injili na habari za Mungu zimevuma. Bwana apewe sifa. Crusade ya kwanza inafaa kuanzia na wewe ukiwa Mkristo. Bwana apewe sifa. Amen. Crusade sio tu ambayo tutaenda pale maili 10 ama twende mji wowote tuweke vinaenda pale tuanze kuhubiria watu, lakini ya kwanza inaanzia na wewe, kupitia wewe kuwa kielelezo kizuri. Bwana apewe sifa. Amen. Kupitia kanisa la Wathesalonike maandiko inasema ya kwamba ati neno la Mungu na injili ya Mungu imeenea sio tu katika lile kanisa. Bwana apewe sifa. Sio tu katika Makedonia na Akaya. Bwana apewe sifa. Lakini injili ya Mungu imeenea hadi kule miji mingine, imevuma. Mwadhani ya roho shu. Imevuma kwa sababu ya nini? Watu wa Mungu wamekuwa kielelezo nini? Kielelezo chema. Bwana apewe sifa. Angalia hadi Paulo anasema ati hatuna haja kufanya nini? Hata hatuna haja sisi kunena lolote. Bwana apewe sifa. Mwadhani ya roho shu. Hebu nikuulize asubuhi ya leo, tunaambiwa tuwe kielelezo kizuri. Uko na jirani hapo, jirani yako ameokoka. Bwana apewe sifa. Hebu jiulize asubuhi ya leo, kama ungekuwa kielelezo kizuri, uende kwa yule jirani umwambie, mimi huenda kanisani mahali fulani na ningependa siku moja twende kanisani na wewe, ningependa leo twende na wewe kanisani. Uwe kielelezo, umuonyeshe njia ya kanisani, umuonyeshe njia ya injili. Huyo mtu si mimi angekuja kanisani. Bwana apewe sifa. Sio mtu ndiye angekuwa hapa kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Si ati angalia Paulo anaangalia kazi ambayo hawa watumishi wamefanya, hadi anasema ya kwamba hata mimi sifai kunena lolote kwa sababu kupitia kwenu injili imefika. Bwana apewe sifa. Injili imefika hata zaidi ya Akaya. Bwana Yesu apewe sifa. Hata imeenda zaidi ya Makedonia. Bwana apewe sifa. Lakini injili imeenda kwa sababu ya nini? Watu wa Mungu wamekuwa kielelezo kizuri. Bwana apewe sifa. Ni nini kitavutia watu kukuja katika kanisa la Bwana? Bwana apewe sifa. Ni nini kitavutia watu kukuja kusikia neno la Mungu? Bwana apewe sifa. Ni sisi kuwa kielelezo nini? Wadhani ya roho shu. Tukiweza ambia mtumishi aende akahubiri Solai, aende Bahati, aende kule Wanyoroho, aende kule Kalonga, aende kule Nakuru, aende Isiolo, hiyo kazi sitakuwa ni ngumu. Bwana apewe sifa. Lakini wacha nikuulize, kama wewe utakuwa kielelezo kizuri kule Solai ambapo unakaa, si neno la Mungu litahubiriwa kule? Bwana apewe sifa. Kama utakuwa kielelezo Kalonga, si watu wa Kalonga watamjua Mungu? Bwana apewe sifa. Kama utakuwa kielelezo kizuri maili 10, si watu wa maili 10 watafanya nini? Tamjua. Bwana apewe sifa. Bwana ni roho shu. Ndiposa nimekuambia crusade ya kwanza inaanzia na wewe. Bwana apewe sifa. Kupitia wewe kuwa nini? Angalia watu wa Thesalonike wamekuwa kielelezo kizuri, hadi Paulo anasema sihitaji kunena chochote kwa sababu kupitia nyinyi neno la Mungu limeenda zaidi ambavyo hata Paulo alifikiria. Bwana apewe sifa. Nasi asubuhi ya leo kama kanisa la Bethsaida, Mungu anataka injili ienee mbali. Mwadhani ya roho shu. Kanitha ndio wetwekane wana fina atomoe. Mwadhani ya roho shu.
no nigetha Ngai one arutia wira ni turabatara tweke atia tuende tukieneza nini? Tutaeneza kwa sababu ya nini? Ya matendo yetu mazuri, na tuwe nini? Kielelezo kwa ambao wamefanya nini? Wanaamini na wasioamini. Bwana ape sifa. Biblia inaendelea kusema, tumebakisha mistari miwili na ndio tutamalizia nao. Mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasema, kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu, na jinsi mlivyomgeukia Mungu mkaziacha sanamu, ili kumtumikia Mungu aliye hai na wa kweli, kwa kumngojea mwanawe kutoka mbinguni, ambaye alimfufua katika wafu, naye ni Yesu mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja. Bwana ape sifa. Jambo ambalo linanifurahisha, kumbuka Paulo alisema ya kwamba injili yetu wakati tulikuja kwenu haikuwa ni ya maneno tu, bali ni injili ambayo ilikuwa na nguvu, na ni injili ambayo ilikuwa na roho nini? Roho Mtakatifu. Na ukiangalia hapa sasa, Paulo anaelezea kwamba wakati walienda katika hawa watu wa Thesalonike, ni watu ambao walikuwa wakifanya nini? Wakiabudu sanamu. Mwathani arogocwo andũ matiatugatagĩra Ngai ũrĩa wa ma. Mwathani arogocwo. No maandiko marauga ati wakati tulikuja kwenu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu, na jinsi mlivyomgeukia Mungu mkaziacha sanamu. Mwathani arogocwo. Mwathani Yesu arogocwo. Wakati huu watu wameingia katika uabudu wa sanamu, na ndiposa injili ambayo tumepewa siku ya leo ni injili ambayo ilipatiwa Paulo, Silvano na Timotheo, injili ambayo sio ya maneno tu, bali ni injili ambayo iko na nini? Na nguvu na Roho Mtakatifu. Bwana ape sifa. Tutaweza kuwageuza watu namna gani? Bwana ape sifa. Unajua, ukishamania na mundu murwaru le, na ni royo we murwaru le, no rathie kanitha urahonio le, mundu ucio ngimwira ni ekuhonio le, mundu ucio ni eguka kuhonio. Mwathani arogocwo. Mwathani Yesu arogocwo. Mimi ni mgonjwa na ndugu yangu hapa ni mgonjwa. Nimekuja kanisani nimepona. Kisha nikaenda nikaambia ndugu yangu kuna mahali nimepona. Si hata nataka kukuja kupona. Bwana ape sifa. Nao hawa watu kwa sababu walikuwa wakiomba sanamu, na hata Makedonia na kule kuina Akaya walikuwa wanajua hawa watu. Wakati Paulo amekuja na injili hiyo na nguvu, na injili ambayo iko na Roho Mtakatifu, Biblia inasema hawa watu wameacha njia za nini? Za kuabudu miungu na sanamu. Bwana ape sifa. Kwa hivyo hawa watu wakati walikuwa wakienda kule mijini, kwa sababu wao ni kielelezo kizuri, wanawageuza watu kutoka katika kuabudu sanamu, watu wanapokea Mungu ambaye anafanya nini? Anaishi. Bwana ape sifa. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo nataka nikuchallenge asubuhi ya leo, kwa sababu injili ambayo tuko nayo ni injili ambayo iko na nguvu na Roho Mtakatifu. Nataka kama uko na shida, ujiulize kama shida yako imeisha, na ujiulize ya kwamba wewe ni kielelezo ambacho chaweza kuonyesha watu kule nje ya kwamba nimepona, na ninaweza kukuleta pia ukafanya nini? Ukapata uponyaji. Mwathani arogocwo. Saa hizi watu wengi wanaomba miungu. Watu wamegeukia uabudu wa sanamu. Watu wamegeukia mambo ambayo hayafaidi. Bwana ape sifa. Lakini tutawabadilisha asubuhi ya leo kwa njia gani? Kwa njia ya kwenda kwa injili sio ya maneno tu, bali tuwafikie kwa injili ambayo iko na nini? Iliyo na nguvu, na injili iliyo na nini? Na Roho Mtakatifu. Mwathani arogocwo. Na ukumbuke kama kanisa tumeambiwa tuwe nini? Na matendo mazuri ya imani, katika taabu tuwe na upendo. Bwana ape sifa. Na zaidi ya yote tuwe na saburi kumngoja nani? Kumngoja Mungu. Bwana ape sifa. Na tukaambiwa ya kwamba viongozi wawe kielelezo nini? Na tabia zao ziwe njema. Bwana ape sifa. Kama ambavyo tabia ya Paulo pamoja na Silvano na Timotheo ilikuwa ni tabia nini? Njema. Bwana ape sifa. Jambo hilo lingine tumeambiwa ni ya kwamba tuende katika nini? Katika zaburi. Bwana ape sifa. Na tumngoje Mungu. Bwana ape sifa. Na jambo ambalo Biblia imesisitiza ni ya kwamba tunapowafuata watumishi wa Mungu, tusisahau na pia kumfuata nani? Kumfuata Mungu. Bwana ape sifa.
Usije ukajipata ya kwamba unafuata mtumishi wa Mungu, lakini umesahau kumfuata nani? Kumfuata Mungu. Bwana apewe sifa. Na jambo lingine maandiko yametuambia ni ya kwamba sisi ni kanisa ambalo limefanya nini? Mimi na wewe ni watu ambao wameteuliwa na nani? Na Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninataka nikuchallenge kuwa Mkristo, kuwa kielelezo kizuri. Mungu anataka kanisa la Bethsaida na makanisa yote tuwe nini? Kielelezo nini? Kizuri. Bwana apewe sifa. Angalia watu wa Thesalonike, walikuwa ni watu ambao wanaabudu sanamu, lakini baada ya kupokea injili iliyo na nguvu na iliyo na Roho Mtakatifu, imewayauza kutoka kuabudu sanamu. Sasa wamekuwa kielelezo kizuri, na injili ya Mungu imeenea kule Makedonia, imeenea kule Akaya, pamoja na hata miji ambayo inawazunguka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nasi kama kanisa, Mungu anahitaji asubuhi ya leo injili yake itaenea, kwa sababu mimi na wewe tumekuwa nini? Kielelezo kizuri. Bwana apewe sifa. Na pia viongozi wameambiwa wawe kielelezo kizuri kwa nani? Kwa washirika wa Mungu. Bwana apewe sifa. Na jambo ambalo ningetaka nikukumbusha, ambalo tulianza nalo, Biblia imesema ya kwamba Paulo na Silvana pamoja na nani? Na Timotheo walikuwa wakikumbuka kanisa la Mungu, na hata kulitaja katika maombi nini? Maombi yao. Bwana apewe sifa. Ni vizuri wakati unaomba, ombea kanisa la Mungu, ombea watumishi wa Mungu, wataje kwa majina, na usisahau ya kwamba kanisa sio tu mahali hapa ambapo unahudumu. Bwana apewe sifa. Kuna makanisa mengi kule nje pia ambao wameitwa na Kristo ndani ya roho. Kanisa letu liko mahali hapa. Kuna kanisa lingine, kuna watu wanahubiri Isiolo, wengine wanahubiri Garissa, wengine wako Nairobi. Bwana apewe sifa. Pia hiyo yote ni nini? Ni kanisa la Mungu. Bwana apewe sifa. Kumbuka kuliombea. Bwana apewe sifa. Hata kama haujui wale watumishi kwa majina, ni vizuri unawakumbuka katika nini? Unaambia Mungu, kumbuka watumishi wako ambao uhubiri injili. Injili sio tu ya maneno, bali ni injili ambayo iko na Roho Mtakatifu na nguvu. Wakumbuke kila mahali ambapo wako kwenye Kenya, wakumbuke katika nchi za nje. Bwana apewe sifa. Na ili injili ya Mungu iweze kuenea kila nini? Kila mahali. Bwana apewe sifa. Tutafikisha pale na